kuna faida ya kilugha ambayo nimeona ishirikiane na ndugu zangu katika faida hiyo. Katika Qur'an kuna tamko la waraa, kuja tamko la waraa. Waraa ni katika al-alfadhu al-mushtarika, lafudhi ambazo maana yake huamuliwa na asiyaq, yani muktadha. Sasa asili yake wara ni kitu chochote ambacho kipo nje ya upeo wa macho. Kinaweza kitu hiko ikawa kipo mbele, au kinaweza ikawa kitu hiko kipo nyuma. Almuhim kipo upeo wa macho. Sasa inategemeana na siyaq, kwa sababu imekuja katika Qur'an waraa buhurihim. Waraa buhurihim, kwa kuwa umetajwa mgongo, ni nyuma ya migongo yao. Kwa vile imetajwa migongo, haiwezi ikawa mbele, lazima iwe nyuma. Kwa hapo waraa imetafsiriwa kulingana na sehemu iliyokaa ama siyaq, muktadha ule wa maneno. Sehemu nyingine imekuja wakana waraahum malik, na iliposema wakana waraahum malik, maana yake huyu mfalme alikuwa yuko mbele kule wanakoelekea wao. Kwa hiyo hauwezi ukatafsiri kusema kwamba ilikuwa nyuma yao, haiwezekani, kwa sababu mfalme yuko kule wanakokwenda. Kwa hiyo ikalazimika kulingana na siyaq ya hapa, lazima uitamke hii waraa kwa maana ya mbele. Kwa hiyo almuhimu, katika lugha ya kawaida waraa maana yake itakuwa ni kullu ma ghaba anka fahuwa waraak, kila kile ambacho hukioni, iwe kipo mbele, kipo nyuma, au kipo upande wowote, basi hiko itakuwa tutasema tutatumia waraa. Kipo mbele, kipo nyuma, tutatumia waraa. Kwa hiyo kullu ma ghaba anki fahuwa waraak, kila kile ambacho itakuwa kipo nje ya upeo wako, hiko kitakuwa ni waraa. Na ndio maana ukaona tumepata maana mbili, amama na khalf, yani mbele na nyuma. Lakini pia ili neno maana yake ikatanuka mpaka ikafikia kwenye ghaira na baada, ikafikia kwenye ghaira na baada. Sasa hebu tuangalie mifano ambayo ipo kwenye Qur'ani, tuone maana hizo mbili zilizotangulia, lakini pia huko kwenye ghaira na baada. Allah subhanahu wa ta'ala katika surat al-Baqara aya ya 101 anasema walamma jaahum rasulun min indillah, na pindi alipowajia wao mtume kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, musaddiqun lima ma'ahu, akiwa ni mwenye kusadikisha yale waliokuwa nayo, nabadha fariqun min alladhina utul kitaba, wakatupa kundi miongoni mwa wale waliopewa kitabu, kitaballahi, wakakitupa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, waraa dhuhurihim, nyuma ya migongo yao, kaannahum la ya'lamun, ni kama vile hawajui. Unaona imekuja waraa dhuhurihim ikiwa ina maana nyuma ya migongo yao. Mtume amekuja kusadikisha yale waliokuwa nayo katika vitabu vyao, lakini wakakitupa kitabu cha Allah nyuma ya migongo yao. Hiyo ni aya ya kwanza sura al-Baqara aya 101. Lakini pia limetumika neno waraa kwa maana ya amama. Hiyo ya kwanza ilikuwa maana ya khalf, nyuma, lakini imekuja pia kwa maana ya amama katika suratul Kahfi aya ya 79. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anaelezea kisa cha Musa akasema, amma safinatu fakanat, ama lile jahazi, fakanat limasakin ya'maluna fil bahr, jahazi lile ama chombo kile cha baharini kilikuwa ni cha maskini ambao wao wanafanya kazi katika bahari.
Anasema fa aradtu an aibaha, mimi nikakusudia nikitie dosari kile chombo. Kisha akasema wa kana waraahum malikun yaakhudhu kulla safinatin ghasba, na mbele yao kulikuwa kuna mfalme ambaye yeye anachukua kila jahazi ghasba, kwa pora. Kwa hiyo hapo ukiangalia imekuja waraa, lakini ukiangalia siyak, muktadha wa maneno, huwezi ukatafsiri waraa kwa maana ya nyuma, lazima utafsiri kwa maana ya mbele. Kulikuwa mbele yao kuna mfalme ambaye anachukua kila jahazi ghasba, kwa kupora. Hiyo ni maana ya pili, waraa kwa maana ya amama, yani mbele. Sasa inatumika hivyo, lakini ikatanuka sasa neno waraa, ikatanuka maana yake mpaka kufikia kwenye baada na ghaira. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Mu'minun aya ya 7 anasema faman ibtagha waraa dhalika faulaika humul adun, basi anayetaka zaidi ya hayo, basi yeyote anayetaka zaidi ya hayo, hao ndio wanaovuka mipaka. Ikatumika hapa waraa dhalika, bi maana wale wanaotaka zaidi ya hayo, hao ni wenye kuvuka mipaka. Kwa hiyo imekuja hapo kwa maana ya ghaira, wanaotaka kinyume na hayo yaliyotajwa, kinyume na hayo, imekuja kwa maana ya ghaira. Waraa ikatanuka pia kama tulivyosema, ikaja kwa maana ya baad. Ukiangalia katika surati Hud aya ya 71, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fabasharnaha biishaqa wa min warai ishaqa yaquba, tukambashiria kupata mtoto ambaye ni Ishaq, na baada ya Ishaqa atakuja Yaqub, baada ya Ishaq atakuja Yaqub. Tukambashiria kupata mtoto, fabasharnaha bi Ishaq, tukambashiria kupata mtoto ambaye ni Ishaq, wa min warai Ishaqa Yaquba, na baada ya Ishaq. Imekuja waraa lakini maana ya baada, na baada ya Ishaqa atapata mtoto mwingine ambaye ni Yaqub. Naona hivyo ndivyo namna ambavyo neno waraa limekuja kwa namna tofauti tofauti katika Qur'an, na hutafsiriwa kulingana na siyak, yani muktada, kulingana na sehemu neno hilo lilipokaa na kinachozungumziwa ni nini. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.